nataka kujua nani nafasi yako. Okay, mimi sasa ni Mwanachama wa Chama cha Demokrasia. Yes. Na sio wakili nini? Mimi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia ambao umesikiza kesi mwanzo mpaka mwisho. Sawa. Talia aliyekuwa rais au rais mstaafu atajitambulisha mwenyewe. Mimi sipendi kutumia hicho cheo sasa. Wewe nitambulishe kama utaweza kukaa. Kitambulishe. Kimegeuka? Nasema kitambulishe cheo. Mtazamaji wa 7 Media, tupo hapa Kisutu kama ambavyo nimekueleza kwa ajili ya kufuatilia ile kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kesi hii ilisikilizwa leo hapa mahakamani Kisutu, na tumekutana na moja kati ya mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia alishawahi kuwa rais wa chuo kikuu cha UDSM mnamo mwaka 2018 2019. Brother, habari? Salama. Kwa majina yako? Naitwa Haruni Stanley Nhonya na ni mwanachadema, na nimekuwa mahakamani siku ya leo tarehe 16 mwezi wa 6 kufuatilia kesi ya mheshimiwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Bila shaka wananchi watatamani kufahamu nini kimetokea. Kwa kweli kesi ya leo, Lissu kwanza ameleta taarifa mbalimbali kwa yale anayopata kule akiwa gerezani, na miongoni mwa vitu ambavyo amezungumza ni ya kukosa haki ya kuabudu, kukosa haki ya kufanya mazoezi, mbali na kwamba mambo yote hayo yamekuwa yameelezwa ndani ya sheria za magereza lakini na sheria za Umoja wa Mataifa, na ameeleza pia kwamba anakosa haki ya faragha ya kuwasiliana na mawakili wake, na imepelekea mheshimiwa Lissu leo kuomba uwakilishi wa kwake kupitia mawakili usitishwe na ajiwakilishe mwenyewe mahakamani, na amefanya hivyo. Na hata hivyo kesi hiyo ilivyoendelea ilichukua muda mfupi tu, kwa sababu mawakili wa upande wa jamhuri waliweza kuelezea kwamba walikuwa wamemletea taarifa hakimu kwamba watakapokuwa tayari kufile kesi kupeleka mahakama kuu watakuja kwenye kesi iitwe siku nyingine. Kwa leo walileta taarifa hiyo, lakini mheshimiwa mwenyekiti ambaye alikuwa kama wakili leo mahakamani na akiwa mtuhumiwa pia ameambia mahakama kwamba ripoti hiyo aliyoileta haijawa katika mfumo mzuri wa ripoti. Amewachallenge kwa mazingira hayo, lakini mwisho wa siku wamekubaliana kwamba sasa kitakachotakiwa siku inayofuata ni kwamba ofisi ya DPP ilete faili la mashtaka ya kupeleka mahakama kuu kama tayari wameshamaliza upelelezi, na wamekubaliana hivyo, na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 7 ndipo itasikilizwa tena. Kwa lugha nyepesi na kwa kifupi sana, saizi wakili wa Tundu Lissu ni Lissu mwenyewe na wakili wa serikali na wanasheria mawakili wa serikali wanaenda kukutana naye Lissu kwenye kesi hii tarehe 1 na wako tayari kumenyana naye, lakini kwa kifupi sana ofisi ya DPP bado haijaleta ripoti ya kueleweka mahakamani, na inafanya kesi hii iendelee kufuatiliwa na watu wengi. Zaidi inaonyesha dhamira yao ya kuendelea kumshikilia mheshimiwa Lissu bila kufuata utaratibu, lakini kutaka tu kumkomoa, kwa sababu kesi yenyewe tunaona ni kesi ya kisiasa. Okay, tumeona kesi hii ikiwa inaahirishwa mara kwa mara kama kisheria, lakini pia kwa utaratibu wa kimahakama. Jambo hili linatafsiriwa vipi? Kwanza, mahakama tarehe iliyopita ya kesi ya tarehe 2 ilitoa amri ya upande wa jamhuri walete leo walete maelezo au walete ripoti juu ya kile walichokuwa nakifanyia upelelezi, kama upelelezi wao umefikia hatua ya mwisho ili waanze kesi ianze kunguruma. Lakini bado upande wa serikali hawajaleta ile ripoti kama ilivyotakikana, na imepelekea kesi hiyo kuahirishwa kwa maelezo ya mdomo tu, ambayo wakili Tundu Lissu ambaye anajiwakilisha mwenyewe aliona kwamba namna hiyo iliyotumika sio namna sahihi, lakini walikubaliana kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo nafikiri ni kwa nini kesi hii inaahirishwa mara kwa mara, ni kutaka tu kumpotezea muda Lissu, lakini hakuna kesi ya kujibu, kwa sababu kesi yenyewe imekuwa ni kesi ya kisiasa kwa mtazamo wangu. Okay, na endapo tarehe 1 mwezi wa 7 kesi hii kisikilizwa tena, na kipi hasa ambacho tukitarajie? Aidha kesi hii Lissu kushtakiwa moja kwa moja, ama kesi hii itakuwa ndio ukingoni, yani mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ataachiwa huru? Kwa jicho la kuangalia mwenendo wa kesi hii unaonesha tu ni namna gani kwamba jamhuri hawana ushahidi, na ndio maana wana buy time all the time. Sasa mimi sitarajii makubwa, kwa sababu nafahamu kwamba kesi hii ni political motivated case. Kwa mwisho wa siku itaisha
kisiasa vile vile. Ninaamini ofisi ya DPP itakuja na maelezo ya kusema haina nia ya kuendelea na kesi hii baada ya faili hilo kuambiwa leo lipo ofisini kwake kwa ajili ya kulipitia, ili waone kama watakuwa na nia kwenda kufungua kesi hii Mahakama Kuu au watazungumza otherwise. Lakini kwa maoni yangu kama mfuatiliaji wa kesi hii toka imeanza kuitwa mpaka leo, ninaamini kwamba kesi hii haina ushahidi wa aina yoyote, kwa sababu ingekuwa nao siku 68 mheshimiwa mwenyekiti upo gerezani, mpaka leo wangekuwa wameshatoa ushahidi, kwa sababu lengo kama ni kumfungulia kesi ya uhaini ni kumkuta na hatia, na kama wana ushahidi maana wangeleta mapema ili awe na hatia mapema ili wamtolee hukumu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wanampotezea muda, wanaipotezea nchi yetu muda kufanya siasa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Nashukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa 7 Media, nilikuwepo na moja kati ya mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia mchambuzi wa masuala haya ya kisiasa kutokea hapa Kisutu. Sina la ziada, mimi naitwa Mikidadi na nyuma ya kamera amsimama Gabi.